Asante sana Nelson Munema kwa kunipa kijiti kudunda uwanjani. Na mtazamaji, hali gani? Karibu katika habari ya michezo na burudani hapa Channel 10 Plus. Tunaendelea. Ni mimi Pauline Mvungi nitakuangazia habari hizi. Mkoa wa Mbeya umekosa hadhi ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya netball kitaifa kutokana na kukosa miundombinu yenye ubora ikiwemo viwanja vya mchezo huo vilivyopo. Taarifa Marcus Apolinari inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na afisa michezo mkoa wa Mbeya Robert Mfugale wakati wa uchaguzi wa viongozi wa chama cha mpira wa pete mkoa wa Mbeya, na kuwataka viongozi waliochaguliwa kutatua changamoto zinazokabili mchezo huo na kuweka uwiano mzuri wa michezo huo katika maeneo ya mjini na vijijini. Pamoja na changamoto kama hizo, zipo changamoto za kiuchumi ambazo vyama hivi vimekuwa vimekosa vyanzo thabiti vya uchumi ambavyo vinaweza kufanya shughuli za uchumi za kifedha ziweze kufanyika kwa urahisi. Lakini ipo pia shida nyingine kama mkoa, ni kwamba mchezo huu kwa kiasi kubwa unachezwa maeneo ya mjini. Mfano, tukitaka kuitisha mashindano ya kitaifa yafanyikie hapa mkoa wetu wa Mbeya, viwanja vyetu sio vizuri sana. Na mara nyingi tunatumia viwanja vya Sokoine pale, lakini kwa asilimia kubwa vile viwanja vimeharibika. Mweka hazina wa chama hicho Betty Marwa amesema wanahitaji kubuni namna ya kupata fedha kwa ajili ya chama na kueleza hali ilivyo kwa sasa. Kwamba chama chetu hakina hela, na ni kweli hakina hela. Maana hata mimi ukiniuliza kwamba kwenye account kuna shilingi ngapi, nitakwambia inasoma zero. Na yale makato ya kila mwezi basi itakuwa imefika kwenye zero kabisa, na kama sikosei itakuwa imefungwa. Kwa sababu kwa mwaka mzima, mwaka jana 2025 haija-operate ile account. Haija-operate kabisa kwa sababu tulikuwa hatuwezi kutoa wala hatuwezi kuweka. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Marcus Apolinari, Channel 10. Tamasha la magari la IST Festival lililoandaliwa na serikali ya mkoa wa Dar es Salaam linatarajiwa kufanyika tarehe 14 Februari mwaka huu, likiwa na lengo la kuwakutanisha wamiliki wa magari ya aina ya IST ili kujadiliana masuala mbalimbali ya kimaendeleo, huku likitarajiwa kushirikisha matukio mbalimbali ya michezo na burudani. Tamasha hilo ambalo litafanyika katika fukwe za Coco Beach jijini Dar es Salaam linabeba kauli mbiu isemayo vimba na gari yako, ambalo licha ya kuwakutanisha wamiliki wa gari aina hiyo litahusisha matukio mbalimbali ya kimichezo na burudani. Hili ambalo limeandaliwa na serikali, sisi kama taasisi ya kifedha tumelichukulia kwa ukubwa mno. Ukubwa huu ambao tunataka kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wameona jambo hili kifanyika kwa ukubwa wake litaleta tija katika nchi yetu. Sisi kama taasisi ya kifedha ambayo imelenga kabisa kuhakikisha kwamba ina support initiative au shughuli mbalimbali za kiserikali, sisi tumeona tuwe mlango au tuwe watu wa kwanza kabisa kwenye kushiriki jambo hili. Ushiriki wetu upo sambamba na maono ya taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation ambayo inalenga hasa katika kuwajengea vijana uwezo. Watu wote wanaomiliki na kuendesha magari ya IST tutakutana hapa kwa ajili ya kufurahia pamoja kumiliki magari hayo ya aina IST. Ni shabiki pia wa michezo ya magari. Mimi ni shabiki wa kitu chochote kinachoitwa gari. Hata tofali ukiliweka matairi ukaliita gari, mimi ni shabiki wake. Na ukitaka kujua starehe ya IST, nafikiri kazungumza na mtu yeyote ambaye ana ndoto ya kununua gari. Vijana wacheza mchezo wa masumbwi katika halmashauri ya mji Makambako wilayani Njombe wametoa ombi kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Njombe kusaidia kupatikana kwa ulingo wa masumbwi wenye mazingira rafiki ili waweze kuendeleza vipaji vyao. Wakizungumza mbele ya mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa ambaye pia ni katibu wa NEC uchumi na fedha Joshua Mirumbe, wakati wa shamla za uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 49 ya CCM mkoa wa Njombe kwenye uwanja wa polisi mjini Makambako, kiongozi wa mchezo wa ngumi mjini Makambako Kabuje Kasembe amesema, tunaomba kwa heshima na unyenyekevu, kama kweli mtaweza kutuwiwa vijana wenu, umeona, tuwe na ulingo wa chama cha CCM ambao utasimamiwa na viongozi wa CCM. Tutapenda sana ikiwa imefanyika hiyo. Tunaombeni sana viongozi ulingo wa chama.
Katika shamra hizo za kuelekea kilele cha kuadhimisha kuzaliwa kwa CCM Februari 5 mwaka huu, bondia Hamza Lubandamo aliibuka mshindi na kuvalishwa mkanda na mgeni rasmi baada ya kumtwanga kwa knockout mpinzani wake Kaiza Muherera. Raundi ya 3 Hamza aliongoza na vile vile mpinzani wake tuliona hawezi kuendelea. Refari lilisimamisha pambano, kwa maana hiyo Hamza ameshinda kwa tekniki knockout. Kufuatia ombi hilo la wanamichezo wa ngumi mjini Makambako, katibu wa neki uchumi na fedha CCM Taifa Mirumbe amemwagiza katibu wa CCM mkoa wa Njombe Julius Peter kuhakikisha unapatikana uwanja kwa ajili ya ujenzi wa mchezo wa ngumi Makambako, huku akiahidi kuchangia shilingi milioni 3. Katibu wa mkoa na kukabidhi hawa mchango wangu milioni 3 kwa hawa. Sio wa kugawana, wa kuhakikisha ile kile mlichoomba. Na nikitoka nikifika tu umeniletea barua na hela ya hawa hii. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Wakati wimbi kubwa la vijana likitajwa kuwa chachu kubwa ya maendeleo katika jamii, kampuni ya Youth Connect inayojihusisha na masuala mbalimbali kwa vijana imeandaa matamasha na matukio mbalimbali ambayo yatajikita katika kutoa elimu kuhusiana na fursa kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa kampuni ya Youth Connect, ambapo ameweka wazi kuwa tayari wameshafanya mawasiliano na ofisi ya Wizara ya Vijana juu ya kuwakutanisha pamoja vijana na kada mbalimbali ili kuwapa elimu kuelekea mashindano hayo na fursa zake. Sisi kama Youth Connect tumejipanga kuboresha zaidi miundombinu yetu ya michezo, na muda sio mrefu tutaenda kuanza Youth Connect Sports ambazo zitaenda moja kwa moja kwenye jamii, kwamba tutakuwa na michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa mpira wa miguu kwenye Youth Connect Sports, ambayo tutakuwa na Youth Connect League ambayo nafikiri tutatangaza tu siku sio nyingi zitaenda kuanza kia kwenye mashindano ya AFCON. Sisi kama Youth Connect tunawahakikishia kwamba hamasa yetu kwa vijana tutaimarisha na itakuwa ni nzuri sana. Vijana wengi watashiriki kwa sababu pia tunadili na vijana kwenye makundi mbalimbali, tunadili na wajasiriamali. Kikosi cha timu ya taifa Tanzania mchezo wa pool kimewasili salama jijini Durban, Afrika Kusini, tayari kwa ajili ya kushiriki mashindano ya All Africa Pool Championship yatakayoanza Februari 3, 2025. Miongoni mwa watu 17 waliosafiri ni pamoja na kocha wa timu ya taifa ya pool Dennis Lungu. Anazungumzia juu ya safari yao kuelekea Afrika Kusini pamoja na ratio ya timu ya hewa ya Tanzania. Dar es Salaam specifically tulipokuwa kambini na hapa Durban attitude ni tofauti sana. So wachezaji inabidi wapumzike leo, they acclimatize, na kesho asubuhi ndio tutaenda uwanjani tujaribu hizo meza. Na ukiangalia meza ambazo tulikuwa tunatumia maksudi ilikuwa na pockets ndogo kidogo na ilikuwa ngumu kidogo kulingana na meza ambazo tutakuwa tunatumia. Maksudi kwamba iwe rahisi game kuliko ilivyokuwa kwenye mazoezi. Na kitendo cha wao kwa uwanjani kuclimatize, kuzoea mazingira, kucheza na wachezaji wengine kama warm up matches ni kitu ambacho kitatusaidia sana to prepare ourselves and gauge ourselves before the match. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za michezo na burudani. Ulikuwa nami Paul Nvungi, nikirudishe kwake Nelson Munema apate kuendelea na taarifa ya habari.